Bana, na ndivyo ambavyo tunaokaribisha mwaka 2026. Salamu nyingi za mwaka mpya kwako. Bila shaka imekuwa ni siku kubwa sana kwako, siku ya furaha, siku ambayo pia tunaangalia katika maeneo mbalimbali tunaopokeaje mwaka mpya 2026, na hapa tumemwalika George Chacha ambaye ni mtaalam wa sosiolojia ama mwana sosiolojia. Chacha, karibu sana. Asante. Japo naomba nirekebishe kidogo. Ndio. Mimi ni saikolojia. Mtaalamu saikolojia. Sawa kabisa. Karibu sana. Asante sana. Chacha. Na bila shaka pia tutaangalia Balkis katika maeneo mbalimbali namna ambavyo watu wameupokea mwaka 2026. Kabisa. Naam. Good luck. Kwa hilo tu tunaweza kuona kuwa sio sisi tu hapa pamoja na George tukiwa tunapokea mwaka 2026, lakini pia tutakuja kuwa na band ambayo itatuburudisha sote kwa pamoja Kabisa. Tukianza na kwako George, 2025 ilikuwaje? Kwangu binafsi naweza kuigawa kwenye makundi matatu. Kitaaluma ilikuwa ni ya ukuaji, kijamii imekuwa ni ya kujitoa zaidi. Sasa tumekuwa tuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanahitaji uponyaji wa kisaikolojia, na katika eneo jingine ambalo sasa linakuja kwenye masuala binafsi kama vile uchumi kidogo na familia, huko tutaendelea 2026. Sababu ni swala ambalo linahitaji muendelezo. Kwa katika hayo makundi matatu 25 ilikuwa kwa namna hiyo. Sasa lakini kiangazia jamii kwa ujumla, tukitazama kijamii na tukiwa wawazi, tunaweza tukaiweka kwenye 50-50. Yani 50 kwamba kulikuwa kuna tunayoweza kujivunia na ambayo pia hatuwezi kujivunia, tunayachukulia kama ni sehemu ya kujifunza. Na nikirifaa kabla ya leo tarehe 1, tukirudi nyuma kidogo, kulikuwa na vipindi ambavyo watu wengi walikuwa ni kama wanahoji hivi uelekeo tunaoelekea ni uelekeo sahihi, kwa maana kuna kundi ambalo labda vijana hawana ajira, kuna makundi ya watu ambao mfano kwenye karia yetu ya saikolojia hii wanapitia changamoto za kisaikolojia, lakini kama unavyojua matibabu na hizi huduma inakuwa ni bado tunajitahidi. Ila katika uwanda wa kujifunza inabaki kuwa ni kitu binafsi, lakini pia kama jamii tunatazama kuna malalamiko, mmomonyoko wa maadili, wakati mwingine kunakuwa na mwingiliano wa hoja ambazo tunakubaliana hatukubaliani. Kwa hiyo kwa 50% inakuwa hivyo, na kwa 50% na katika upande wa kujifunza. Naam. Sawa kabisa. Na kijamii kama ambavyo umegusia, tunapoanza mwaka mpya ni kitu gani ambacho nakifanya kama kujitathmini kama jamii? Kuna haja yoyote ya kujiangalia kama jamii ambavyo tumekuwa, na tunavyozungumzia jamii inaanzia kwenye mtu mmoja, familia, jamii inaweza ikawa ni ngazi ya mtaa, lakini pia ukipanda juu unakwenda mpaka ngazi ya labda wilaya, mkoa, na baadaye kama taifa. Kuna namna ambavyo tunapaswa kutazama mwaka ulioisha na unatupa mtazamo mpya wa jinsi ya kuanza mwaka unaoanza. Swali lako lina usahihi mkubwa, lakini ili tuweze kutengeneza hiyo tathmini ni lazima kwanza tutengeneze kupokea na kukubali kwanza. Kwamba 2025 kuna hapa hatukufanya vizuri, kuna hapa tulifanya vizuri, na kuna sehemu kulikuwa kama tunakutana katikati kwenye kufanya vizuri ama kutokufanya vizuri. Tukisha kubaliana na hilo, ndipo tunapokuja sasa kutengeneza tafakari ambayo inakuwa ina lengo la kutukuza na kutufunza zaidi kuliko kujilaumu na kuhukumu. Ndio kuna wakati unaweza ukawa unatengeneza tafakari lakini imejikita katika kujilaumu zaidi, kujiumiza zaidi, na inakunyima ule uwanda mpana wa kujaribu kuona upande wa mazuri. Kwa hiyo lakini tukitengeneza hiyo tafakari bado inaturudisha sasa kwenye jambo ambalo umetoka kulizungumza. Je, hizi ngazi zote mpaka kufikia kwenye ngazi ya taifa tunazungumza lugha moja kwenye masuala muhimu ambayo yanatutambulisha kama jamii? Ikiwa hatuzungumzi lugha moja, kuna mahala tunaweza tukawa tunashindwa kutengeneza hali ya kukubaliana ama kwenda katika spidi ambayo inaweza kutuletea maendeleo zaidi kwa mwaka 2026.
Sasa bila shaka tutaendelea kuzungumza hapa na George, lakini tunazungumza pia na Watanzania kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Bila shaka kama mambo yamekaa sawa, tunaweza kwenda baadhi ya mikoa, twende tukaangalie kule mkoani Tabora. Goodluck, mkuu wa mkoa wa Tabora, amepata kuzungumza yale ambayo yameuhusu mkoa wa Tabora kwa mwaka 2025, lakini na mipango ikoje kwa mwaka 2026. Kwanza kuambia mkoa wao wa Tabora uko salama, hakuna tishio la aina yoyote ile ambalo mpaka sasa labda tumelisikia au tunaliona ama tunalitarajia. Kwa tunaamini kwamba tutavuka mwaka tukiwa salama salimini. Sasa yapo mambo pia katika kipindi chote hichi tulikumbana nayo. Mambo ya kimaendeleo, tunaendelea kushukuru serikali kuu na Mheshimiwa Rais. Ameendelea kuleta fedha nyingi, kutekeleza miradi mingi tu ya maendeleo. Juzi tu mmeona kuna soko ambalo litakiwa likamilike mwaka huu mwezi wa 12, lakini naamini kwa namna linavyoenda sasa sio muda mrefu litakamilika. Hela zote zipo, tulishapewa. Lakini tunayo stendi ambayo kubwa ya kisasa inajengwa kule, nayo sio muda mrefu itakamilika na hela zote tulishapewa. Yani hatudai, Rais alishatupatia hela, tunazo wenyewe, tunazimanage wenyewe. Ndio maana tunakuwa kali pale tunapoona mambo hayaendi sawa. Kwa sababu ingekuwa tuna raise certificate na hela hakuna, hilo lingekuwa ni jambo lingine. Lakini hela zote zipo za miradi yote hiyo mikubwa miwili. Kwa mazingira ya kazi Tabora hapa yapo wazi. Nilikuwa nawaambieni tunavyo vyama vya ushirika 557 ambao wote wanajishughulisha na kilimo. Na wote hao ni vijana. Humo ndani wanachama wa vyama hivyo ni zaidi ya 400,000. Ambao wote kazi yetu kama serikali ni kuwekea mazingira mazuri ya utendaji kazi. Kuhakikisha kwamba mbolea zipo, madawa yapo, masoko yapo ya kujitosheleza. Pamba kule Igunga inaenda vizuri na wamejiajiri watu vizuri. Serikali imepeleka trekta kule bure, imepeleka madawa kule bure, mbolea bure na vitu vingine vingi bure, kwa maana njema tu kwamba kila anayejishughulisha na kilimo asipate tabu na asipate adha ya aina yoyote, kwamba akishavuna atapeleka wapi. Masoko, serikali imehakikisha masoko yapo. Yapo matukio hapa na pale ya kiuhalifu ambayo yalitutikisa kidogo, lakini kama nilivyokwisha kusema vyombo vyetu vya usalama vilikabiliana nayo ipasavyo. Lipo tukio ambalo mtoto wa darasa la 2 alilawitiwa na mwalimu wa shule moja ya private hapa mjini, mtakumbuka. Tulimkamata na alihukumiwa miaka 30, kata rufaa, kesi bado inaendelea. Lakini yupo michezo ambayo ilikuwa inafanyika hapa UMITA na UMISETA. Kuna mtoto mmoja mdogo pia wa darasa la 4 kutoka kule Iringa. Kuna mtu pia alifanyia ukatili. Lakini na nyinyi mtakumbuka tulimkamata yule bwana, naye alifungwa miaka 20. Yupo mtoto mmoja wa form 2 alibakwa kule Nzega, wabakaji tuliokamata na wao wamehukumiwa miaka 30 juzi, mtakumbuka. Kwa hayo yote ni matukio ambayo kikweli tumezidi kupambana nayo ili kuwaweka wananchi wetu na vijana wetu wawe huru na wawe na uwezo wa kujitawala na kufanya shughuli zao bila kuhofu kikundi au mtu yeyote. Lakini pia mtakumbuka kulitokea tukio la daktari pale Urambo ambayo ilionekana alimbaka mgonjwa, lakini ilionekana pia kumbe ni mazoea yake tangu mwaka 2018. Sampuli zilipelekwa kwa mkemia mkuu, majibu yamerudi yakiwa positive kwamba inaonekana wala hakuonewa, ni kweli alitenda lile kosa. Na kama maelekezo yalivyokuwa ya waziri mkuu, basi tumetekeleza vile vile alivyoelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaendelea kutoa onyo wa matukio ya namna hiyo, lakini lipo tukio la mauaji ambalo lilitokea, mtakumbuka, mtoto afisa elimu hapa
manispaa aliuawa na akafukiwa nje ya nyumba fulani hapo. Watuhumiwa wote wale 5 tuliwakamata na kesi bado ipo mahakamani, naamini haki itatendeka. Mkuu wa mkoa wa Tabora akipata kuzungumzia baadhi ya matukio ambayo pia yametokea katika mkoa wa Tabora kwa mwaka 2025, lakini pia akitoa salamu zake za mwaka mpya kwa wakazi wa mkoa wa Tabora kwa mwaka 2026. George, kumekuwa na matukio mbalimbali katika jamii hasa mfano wa hayo ambayo mkuu wa mkoa ameyagusia. Ni matukio ambayo yanaacha hisia tofauti. Ni kwa namna gani tunaenda kupokea mwaka 2026? Tunaweza kusaidiana kupunguza matukio haya? Swali zuri Balkis. Unajua jamii ina asili yake. Na binadamu wote sisi tuna operate katika kuheshimu hizo, ni kama kanuni au sheria za asili. Mojawapo ikiwemo upendo, mshikamano, lakini haya yote hayawezi kufanyika kama tutalifanya kuwa ni jukumu la mtu mmoja peke yake. Ila katika kuweza kutengeneza msingi wa kijamii huwa inaanzia kwa mtu mmoja, kwa sababu maana ya jamii ni zaidi ya watu 2, 3, 4, 5. Ina maana kama itaanzia kwa mtu mmoja kujenga tafakari ambayo kama tumeizungumza mwanzo, na kuweza kuona kwamba hiki ambacho naweza nikakifanya ama kukitenda kwa mwenzangu inaweza kuacha kweli hisia hasi ambayo inaweza ikaleta matukio mazito zaidi kuliko haya ambayo tumeyasikia kutoka kwa mkuu wa mkoa. Kwa ni jambo ambalo linajenga tafakari kwa mtu mmoja, ila kuziheshimu zile sheria na kanuni za asili zinazotengeneza sisi kama binadamu. Lazima tupendane, tuheshimiane, tusaidiane na tuchukuliane pale ambapo panakuwa panabidi. Tuchukuliane, good luck. Tuchukuliane ni muhimu sana. Sasa umegusia sana kuhusiana na kuwa na band ambayo tutakwenda kuitambulisha muda mfupi ujao, lakini wakati ambapo pia tunaendelea kuangalia katika maeneo mbalimbali salamu ambazo zinaendelea kutolewa kutoka kwa viongozi, lakini pia wananchi katika maeneo mbalimbali, na tuangalie sasa kwa upande wa kule Morogoro. Hifadhi ya Taifa ya Mikumi leo wameamua kufanya hafla ya kuaga mwaka 2025, lakini kukaribisha mwaka 2026. Viongozi mbalimbali wamefika hapa, lakini wananchi wanaozunguka hifadhi hii wanaotoka ndani na nje ya mkoa wa Morogoro wamefika hapa kwa ajili ya kuja kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wamefika katika eneo hili kutaka kujua mwaka 2025 ulikuwa mwaka gani kwao, lakini mwaka 2026 wanatarajia kuwa ni mwaka wa aina ipi. Kiukweli najisikia furaha sana kwa sababu tunafurahi kuonana, na hapa pia ni utambulisho wa utalii zaidi hapa Mikumi, tukiwemo na sisi pia Wamasai, lakini tunafurahi pia kuja kusherehekea pamoja na wenzetu walioko huko mbugani. Ila ni furaha sana kuona nimefika mwaka 2025 mwishoni kupokea 2026. Mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa maajabu sana katika maisha yangu, ulikuwa wa furaha sana na baadhi ya huzuni. Mwaka wa 2000 Naam, tunaomba radhi kidogo, picha na sauti ziko zinapishana kidogo, lakini angalau tumepata kwa kiasi ujumbe ambao umekusudiwa. Sasa tuwatambulishe kwenu mabibi na mabwana, bendi ambayo tutakuwa naye hii leo ni Coconut Bendi. Wazee wa wali nazi. Ukitambulisha kama hivyo kunakuwa na makofi ambayo yanafuata. Rudia tena. Ladies and gentlemen, I introduce to you the Coconut Bendi. Happy New Year. Yeah, Happy New Year to you too. Hongereni sana bana. Asante sana. Umependeza sana. Asante. Sasa watu ambao walikuwa hawajui kwamba CEO, sasa sijui wanamuita CEO au chief
wa Coconut Band ni MC Jojo, mzee wa hits kitani. Yani huyu na muziki dam yani huwezi kumtenganisha MC Jojo na muziki. Yani ulianza kuzaliwa muziki akafuata MC Jojo. Kwa ni vitu viko karibu sana. Ni mtu na mdogo wake. Mtu na mdogo wake. Bana, karibuni sana. Na hivi karibuni juzi tu hapa tulikuwa na moja kati ya waimbaji wenu nguli ndani ya band, ndugu yangu pale, tulizungumza mawili matatu kuhusu The Coconut Band, moja kati ya bendi ambazo zinakuja kwa kasi sana. Talk of the town. Talk of the town. Na nimeona mkitoa burudani katika maeneo mbalimbali. Lakini sasa tukasema leo pia kwa kufungua mwaka na kwa ukubwa wa bendi yenyewe tukachuja, yani tukakaa kama kamati tukaangalia bendi nyingi ambazo ziko mjini, alafu tukafanya maamuzi kwamba bendi ambayo inastahili kufungua mwaka ni Coconut Band. Tunashukuru sana. Kwanza mmependeza sana wazee. Yani mpiga mtolekaji mabubu. Naona wajumbe wamejiandaa tu kuimba. Yani wenyewe wamekaa kama maroboti hivi. Yani kwamba tuambie action wapige. Ongeeni jamani. Ongea mimi tu. Walinazi sasa unajua kwa sababu wamekula walinazi asubuhi. Bosi akiongea bana mpaka atoe ruhusa. Yani huwezi kuongea wakati bosi anaongea. Unasikia Dari Jojo? Ukiwa unaongea wewe alafu anaongea Frank Sanga, hatukuelewi kama. Kwa hiyo nasubiri kwanza bosi akishamaliza ndio niambie. Hawa asubuhi wamekula walinazi, wako vizuri, na hapa kwenye wamepaka mafuta ya nazi, yani wako vizuri. Na kwa nini mkaita Coconut? Tumeita Coconut kwa sababu ya maudhui. Unajua coconut au tukizungumzia coconut ni nazi nazi ni zao la pwani. Sasa sisi unavyotoona sisi hapa watu wa pwani. Ndio. Umeona Kwa hiyo watu wa pwani walinazi, alafu kuna kipindi fulani sisi kabla tujawa wanamuziki tushafanya kazi sana kule beach. Umeona Shakwa beach boy. Shakwa beach boys kitambo sana unajua. Hiyo back in the days. Kwa hiyo tuna ule uasilia wa upwani pwani. Lakini haimaanishi kwamba nyimbo tunaimba za pwani tu. No, kwa sababu ukienda pwani kuna wazungu. Ukienda pwani, unajua pwani wale tourist, watalii wanapenda kuja pwani. Kwa hiyo tukizungumzia pwani kuna vitu vingi sana. Kuna utamaduni mwingi sana. Bana, sasa unajua bendi huwa si watu wa kuongea sana. Na kwa sababu tumewaintroduce, tumewatambulisha, hebu sasa na nyinyi mjitambulishe katika namna ya kimuziki kama bendi. Karibuni sana. Sawa. Tusikie vitu sasa. I never knew you were someone waiting for me, 'cause we were just kids with a phone in love, not in no one. It was I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. You got it done.
for love, to carry more and just my secret, to carry love, to carry children of our home. We still kids when it fall in love, not in no one. It was I will no give behind this time, darling, just hold me slow. You had it so. I am hurting you. You are my love. Yeah, we good. We good. Okay. Nataka nishanji kidogo. Shaka tutaendelea kupata burudani hiyo, lakini tunaendelea pia hapa na George. Inakuwa ni kazi na dawa, sio bana? George pia anaburudika na bila shaka mpaka tunamaliza. Amenikumbusha mbali sana. Kumbusha wapi kaka? Unajua wimbo umekaa kimahaba. Amenikumbusha mbali. Sababu tumeshavuka mwaka. Basi tuendelee na mwaka mpya. Tugange ajayo. Si ndwele. Tugange ajayo. Ilipita si ndwele. Hivi ndwele ni nini? Ndwele. Watu wa pwani ndwele. Sasa huyu hapa Asman Njenje, mtu wa pwani. Ndwele nini? Sikia tu ilipita si ndwele. Ndwele nini? Maana sahihi ya ndwele. Nafikiri wewe utaendelea kutafuta maana ya ndwele. Kuna kila sababu ya kuifahamu. Ya kutafuta maana ya ndwele. Kaka, bila shaka ni kitu kizuri, na unajua wataalamu wa saikolojia pia mnasema kwamba kitu kipya kinaleta feelings mpya, kinaleta matumaini mapya, kinaleta fikra mpya pia, na sasa tupo kwenye mwaka mpya mwali kabisa, mbichi 2026. Kuna namna upya unaweza ukatusaidia kuweza, kama ulivyogusia hapo, kuweza labda kuheal kwa watu ambao walikuwa na changamoto mbalimbali, maumivu mbalimbali kwenye mioyo yao, wakaanza wakiwa wamefunika, kama wewe ambavyo umesema bwana, umeamua kuacha yaliyopita huko, lakini kuna wengine pia wamepata hasara labda mwaka uliopita. Kuna wengine wameachwa na wapendwa wao kwa namna moja ama nyingine. Kuna namna ambavyo upya unaweza ukatusaidia kuweza kufukia yale mabaya na tukaanza kutengeneza mazuri. Umeniuliza swali zuri sana na ambalo nilikuwa natamani liulizwe. Kama lisingeulizwa nafikiri ningejisikia vibaya sana. Ndio. Ili kutengeneza hicho ambacho umetoka kukisema, ni vizuri sana kama tutaachana na dhana ya mwaka mpya, mambo mapya. Unajua inatujengea tafsiri kwamba kile inapokuwa Januari mosi, basi kila kitu kinaanza upya automatically. Lakini kumbe upya wa jambo lolote huwa ni lazima kuwe kuna mchakato. Lakini pia upya huo unakuja na mapokeo na mtazamo wa mtu mmoja mmoja. Ila sasa kwenye kuelekea katika kutengeneza huo upya, kuijenga hiyo feeling, kupona na kila kitu, ni lazima kwanza tutambue kwamba chochote ambacho kinakuwa kinamgusa binadamu ni lazima kijenge unyumbulifu, tuwe flexible kabisa. Wengi wetu huwa tunatengeneza kitu tunakiita fix mode, na ndio maana utasikia huu mwaka lazima nitoboe kabisa. Mtu wa namna hii kitokea kitu chochote kisimpe nafasi ya kutoboa, kinamvuruga. Kumbe fanya kwa juhudi zako, kwa nidhamu yako, kwa nyenzo zako kwa asilimia walau 99. Alafu iachie moja kwenye kitu tunakiita disappointment, uncertainties, kitu ambacho hujui lini kitatokea. Inawezekana ni mifumo, inawezekana ni mazingira au tabia ambazo umeshindwa kuzibadilisha wewe mwenyewe. Na kwangu mimi, kwa mtazamo binafsi, huwa naamini huwa tunabadilisha numbers kwenye kalenda. Lakini upya, ili ujenge dhana nzima ya mwaka mpya, unakuja na wewe mwenyewe. Baada ya kuwa umejenga ile tafakari, mwaka uliopita sijafanya hiki, sijafanya kile, tabia hii imenishinda kuacha, watu hawa labda wamekuwa ni sababu ya mimi kushindwa kwenda mbele. Unaanzaje sasa kuelekea leo Januari mosi mpaka tuitafute tena Disemba 30 ama 31? Hiyo ndio itakao tujengia dhana ya msingi wa swala ambao umeuliza. Lakini mwaka mpya, mambo mapya ni mapokeo tu ambayo yanatufanya tuone kama vitu vinakwenda automatically. Hapana, vinakutaka uwe sehemu ya mchakato. Yes. Na wanasema kuwa ili ujenge tabia mpya inakuhitaji uweze kutekeleza hilo jambo
kwa siku 28 mfululizo. Naam. Yani kama nimeamua kuacha kitu fulani, basi niache au nifanye kitu fulani kwa siku 28 mfululizo. Kisaikolojia. Katika kuiboresha tunasema tabia mpya inajengwa ndani ya siku 21. Okay. Lakini inakuhitaji uongeze tena siku 21 zingine kwa ajili ya kuimaintain hiyo tabia. Halafu uongeze 21 zingine kwa ajili ya kuifanya hiyo tabia sasa ndio iwe sehemu ya maisha yako. Kwa tuseme yani kama miezi mitatu hivi. Siku 90 yani katika kuifanya ikae kama ni lifestyle, kama ndio mtindo wako wa maisha. Kwa hiyo 21 kuijenga tabia mpya, unaongeza zingine kuimaintain, alafu unaongeza zingine 21 kwa ajili ya kufanya sasa iwe ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo ni sawa sawa na siku 90 tuseme, ili kuweza kuitoa kwenye tabia kuwa ni mtindo wa kila siku wa maisha yako. Umeweka vizuri sana kabisa, na imeeleweka vizuri. Lakini good luck, tumekuwa na ada ya kuanza kufanya mambo au kutekeleza mambo inapofika mwaka mpya, na tunaishia katikati hapa Januari 5, 8. Yani hii Januari haiishi, lakini tunakuwa tumeshakata tamaa na hatuendelei kabisa katika mambo ambayo tunataka kuyatekeleza. Sasa mambo yako namna hiyo. Bana, mshapata maana ya ndwele? Kumbe tuachie homework. Mimi nikaangalia kwenye kamusi hapa. Na nimeipata maana ya ndwele. Karibu. Maana ni kwa namna ninavyomjua ndugu yangu mkurugenzi wa Coconut Band. Nikasema hii ndwele tutaipata 2027. Alafu sasa wewe umsaidie sasa. Alafu sasa wewe kuamini ndwele, kuna jirani yetu mtoto wake anaitwa Ndwele. Kwa ndugu yangu mimi sitaki ugomvi na watu. Niache kabisa. Ndio basi. Na mimi nilijaribu kupitia kamusi hapa ikisema kuwa ndwele ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha ugonjwa au maradhi kabisa. Lakini katika methali hii sasa ya yaliyopita si ndwele tugange yajayo, neno hili linatumika kuonyesha kuwa yaliyopita si ugonjwa unaotutesa kwa hivi sasa. Hivi basi hatufai kuyahangaikia yale ambayo yamepita. Tugange yajayo. Tugange kutibu yale ambayo tutakutana nayo hapo mbeleni. Kwa hiyo tuseme hivi, yaliyopita 2025 si ndwele. Tugange ya 2026. Kwa tu focus na mbele. Sawa sawa. Lakini yaliyopita si ndwele. Sasa katika kuganga yajayo ndio haya ambayo George ameanza kuyagusia hapa. Tujenge tabia, tuweze kuimaintain hiyo tabia na kuweza kwanza sasa kuitekeleza ili ziwe tabia zetu. Nini ambacho huwa kinatushinda sana katika kujenga hizi tabia na kuzimaintain? Na Balkis, mwanzoni kuna kitu kisema kizuri. Unajua kwa wiki 2 za mwanzo, yani kutoka leo mpaka tarehe 14, kuna asilimia fulani ya watu watatoka kabisa kwenye kile walichokiita New Year resolution. Na mpaka kufikia Januari inapoisha ya mwaka mpya, mpaka Januari inapokuja kuisha, asilimia 30 mpaka 50 watakuwa wameachana kabisa na mambo ambayo wameita kama ni mipango ya mwaka. Na hiyo ni kutokana na tafiti za tabia za binadamu jinsi ambavyo zinakuwa zinafanyika. Na moja kati ya kitu ambacho huwepo ni swala zima la nidhamu. Unajua kujenga nidhamu kwenye kitu huwa si rahisi sana. Ni rahisi kuanza, ni rahisi kudhania, ni rahisi kusema, lakini sasa kukiishi hicho kitu katika adha ya maisha ya kila siku, hapo ndipo tunapokuja kutofautiana. Yaani kuna yule ambaye akijenga nidhamu yake vizuri kwenye jambo, anaweza kufika na anaweza kupata matokeo ambayo ameyaweka. Lakini nidhamu ikiwa inakuja inapotea, inakuja inapotea, yani tunafanya vitu kwa kutegemea mood. Mood leo kinituma hivi nafanya, kinituma vile sifanyi, ni ngumu sana kuweza kufikia malengo. Kwa hiyo nidhamu kwenye kitu ambacho kuna kumekidhamiria. Sasa kuna watu pia wamekuwa na addiction, yani wamekuwa na uraibu wa jambo fulani, labda inaweza kama matumizi ya simu au tabia zisizofaa, uvutaji, unaona bwana, na tabia nyingine ambazo hata kula vyakula ambavyo ni irresponsible. Sasa mtu huyu anatamani sana, yani anavyoanza mwaka
aweze kuachana na hiyo tabia. Lakini yani alijaribu mwaka uliopita, kila akijaribu kuacha kitu fulani. Yani kuna kitu ambacho anataka kukiacha lakini anajitahidi anashindwa. Anawezaje kutumia huu muda sasa akaanza kutengeneza hiyo tabia uliyosema kwamba unaweza ukaitumia siku 21 baada ya 21 baada ya 21 afu unakuwa umemalizana na ile jambo ambalo linakuwa linakusumbua? Good luck. Matamanio ni kama tu matarajio. Hii ni makubaliano kati ya akili yako na wewe mwenyewe. Na ili mtu aweze kuachana na jambo fulani ambalo linamsumbua, kama hajatengeneza kwanza kulikubali kwamba ni tatizo, na akajenga nia ya ndani kwanza kwamba hili swala nataka kuliacha, halafu akatengeneza ni kama mpango mkakati. Kama mimi nimeshindwa kuliacha, ina maana nasaidiwa na nani? Labda nasaidiwa na familia, nasaidiwa na mwanasaikolojia, nasaidiwa na jamii. Itakuwa ni ngumu sana huyu mtu kuweza kuacha, hata kama wewe utakwenda kumwekea mipango mikakati kabisa. Lakini dhamira ikisha kuwa imetoka kwake kwamba hili ni tatizo, basi inakuwa ni rahisi walau kwa 50% kuanza kumsaidia huyu mtu. Bahati mbaya watu wengi huwa tunagundua kwamba ulaji huu sio ulaji sahihi. Labda matumizi ya simu haya kwa sasa yamefika kwenye uraibu, lakini tunayafanya yawe ni sehemu ya visingizio vyetu vya kila siku. Na kuna ile nita kuanzia kesho mpaka unakuja kustuka tumemaliza 2026 bado umebaki kuwa pale pale. Kwa hiyo dhamira ya ndani ile kisha mshurutisha mtu akaona kwamba hapa ninahitaji msaada, basi inakuwa ni rahisi sana kuweza kumsaidia kwa chana hilo jambo. Lakini tukubaliane tu kwamba wakati mwingine vitu vinavyotupa raha nyepesi si rahisi sana kuviona kama ni tatizo. Ndio maana mtu mwenye uraibu, mfano wa matumizi ya vilevi, anaweza sione kama ni tatizo kwa sababu atakupa facts. Bwana, mimi nikinywa nalala vizuri, usioni shida. Na wakati mwingine anakuambia hizo figo mnazosema sasa wanaume wengine, mimi nikipiga hii napiga maji na kula vizuri. Kwa hiyo anatafuta kila namna ya kufanya kiwe ni kizuri. Sasa hiyo nayo inaweza ikawa ni ngumu sana kuweza kumsaidia. Kwa dhamira ya ndani ikimtuma ni rahisi. Mimi kama mwanasaikolojia nimekuwa nikidili na watu ambao wana masuala ya uraibu. Ndio kaka, nimefanikiwa kwa wale ambao walikuwa wana dhamira ya kweli ndani ya kwao. Lakini kwa wale ambao walikuja labda kwa msukumo wa familia au kwa kulazimishwa labda maofisini, mpaka leo tunahangaika. Huo ndo kweli. Haya, tuna maoni pia ambayo wenzetu wametuandikia, na tunakuambia pia unaweza ukatuendelea kutuandikia kwenye namba yetu ya simu 0763 809 770. Unaweza ukatuambia jinsi gani ambavyo umeupokea mwaka 2026. Kuna yule anaitwa John Jao anasema, niko Arusha, mimi ni mpenzi wa Morning Trumpet, napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya watangazaji wote wa Azam TV. Na sisi tunakushukuru sana, endelea kututumia ujumbe wako. Lakini wakati huu pia tusikilize maoni ya watazamaji wetu kutoka kule mkoani Lindi. Mwaka 25 kwangu 2025, nisiseme mbaya au sio mbaya, kwa sababu nimeishi vizuri na sijapata tatizo kubwa la kunifanya mimi nikakosa amani kusema nikauzungumzia vibaya mwaka 2025. Ila mimi niseme tu kama mwaka 2025 kuna vitu ambavyo nimepoteza, vipo sana vingi ambavyo vimenitoka hapa. Nashukuru Mungu kwa kunijalia kufikia leo. Na imani, sina imani sana, ila na imani mwaka 2026 nitauingia. Natarajia kujifunza nilipopoteza 2025 nirekebishe 2026. Mimi mwaka huu, maana bado tupo mwaka 2025 hapo. Mwaka mimi niliingia mkataba wa bajaji. Sema sasa ilikuwa ni wakiolela, yani wakiolela. Mwisho wa siku na mambo ambayo yalitokea, mwisho wa siku nikaamua mimi kujimove, yani kutoka tu kwenye ule mkataba, nikarudisha kile chombo. Sasa nimerudisha, lakini bado leo inaniuma kwa sababu kuna hela nyingi niliingiza. Sasa nataka nijifunze mwaka ujao ili nisifanye vitu kiolela, lazima tufike serikalini nini ili mambo yazidi kwenda sawa. Ni hilo tu. Mimi ni dereva bajaji, ni mkongwe muda mrefu sana. Unaona? Aliponitoa sio kwa mkoa wa Lindi. Kwa hiyo kwa tangu nilipoanzia hadi kufikia leo hii, changamoto zilikuwa nyingi. Huko nimeanza kwa kutumwa kwa kodi mwanzoni huko. Nimetumwa kutokana na mazingira jinsi yanavyoenda, na mimi mtu mzima nazidi kukua, na familia inatanuka. Nikajiongeza, nikasema labda nifanye jambo fulani hivi. Yaani niseme kwamba labda nichukue mkataba wa chombo, sawa? Nimepambana, baada ya kupambana Mwenyezi Mungu nashukuru inshallah. Nimepambana hapo bado miezi kadhaa tu. Siwezi kusema miezi mingapi, lakini kwa kusema nimekula ng'ombe wote ni bado mkia.
kwa uwezo ambao nimeuonyesha na kupambana, Mwenyezi Mungu anavyonijalia, na imani mpaka kufikia hizo tarehe tulizokubaliana itakuwa tayari nimemaliza. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hizo siku zilizobaki ni chache lakini nyingi sana, endapo Mwenyezi Mungu mwenyewe akipanga la kwake. Kwa mwaka 2026 kutokana na hiki kitendea kazi kimeshakuwa cha kwangu, kuna mambo kadhaa ambayo nimeshaweka kichwani, najua mambo hayo kutokana na hii kitu nimekipata yatakuwa sawa tu, kwa sababu ni changamoto ndogo ndogo tu ambazo zilikuwa zinanishindisha, kwa sababu hii bajaji sio kwa chombo, sio kwa kwako, unapeka sehemu 3 mafungu au sehemu ikiwa hata 4, unabidi utoe mafuta, unabidi utoe la bosi, unabidi utoe la chombo, naona na nyumbani kwenyewe. Sasa chombo kama kiwa cha kwako, maana unatoa mafungu machache tu, unaangalia hela yako, nimepata kiasi gani leo niweke na kiasi hiki nitumie na hiki cha chombo basi. Na wananchi wa mkoani Lindi wakieleza jinsi ambavyo wanamaliza mwaka 2025 na kuanza mwaka mpya 2026. Lakini muda huu kabla tujaendelea, kuna mapumziko mafupi. Nimekusomea mpenzi. Ndivyo ambavyo tunaendelea, na tayari nimeona the coconut band wameanza kupasha, au si bana? Kabisa. Nafikiri turudi kwao. Sio unafikiri? Hilo liko wazi. Nisifikiri. Leo ni burudani. Bana, kwa sababu mlitoka kutupigia ile ngoma ya kizungu. Lakini sasa nafikiri turudi kwenye Kiswahili. Kwa sababu kuna namna hapo psychologist alisema kwamba tusahau ya nyuma, tugange tu focus na mbele 2026. Basi nataka na mambo ya ndwele katika ulimwengu wa mapenzi. Nataka watu sasa wasameheane, umeelewa Kama kulikuwa kuna vidonda vimetengenezwa, basi wajiponye. Mtu ende na hii ngoma ili kwa ajili ya kujiponya. Karibu. Nimekusomea mpenzi kwa yaliyoyafanya, naona bora turudiane ili tuishi vyema. Nimekusomea mpenzi kwa yaliyoyafanya, naona bora turudiane ili tuishi vyema. Kama ulikuwa unitaki mimi, bora mapema mama ungeniambia. Kama ulikuwa unitaki mimi, bora mapema mama ungeniambia. Kama mapenzi kwako ni kara, bora ungenieleza mapema. Kama mapenzi kwako ni kara, bora ungenieleza mapema. Kuliko kuiacha roho yangu nabaki mimi naumia, kuliko kuitesa roho yangu nabaki mimi naumia. Mimi na wewe ili tuishi vyema, mimi na wewe ili tuishi vyema. Nimekusamehe mpenzi kwa yaliyoyafanya, naona bora turudiane ili tuishi vyema. Nimekusamehe mpenzi kwa yaliyoyafanya, naona bora turudiane ili tuishi vyema. Mimi na wewe tuishi vyema, mimi na wewe tuishi vyema. Siku zingi nakukumbuka, mrembo wa Kiafrika, ijapokuwa ulinitosa lakini bado nakupenda. Siku nyingi nakukumbuka. Coconut band. Sikia hii. Jojo. Sikia hii. Safi kabisa. Binadamu sio watu, kiwa nao utawaona.
candle collect. You should think about tomorrow and not it today. You should think about tomorrow and not it today. Binadamu sio watu, ukiwa na kitu utaona. Kazi nzuri kutoka kwa Unajua mimi wali nazi kwa ukifungua koo langu lina nisameni sana. Nitakuwa na waingilia, nisameni sana. Hakika kazi nzuri sana ambayo tunaipata, ni burudani kutoka kwa Coconut Band, na bila shaka kokote pale ulipo nawe unaendelea kuburudika, ikiwa hii leo Januari mosi mwaka 2026 tumeupokea mwaka huu hapa, na tunachokitaraji ni kuwa na mwaka mzuri, na ndio maana tunaanza na furaha kama hivi ambavyo sisi pamoja na wewe tunaburudika tukiwa na Coconut Band. Wana vibe wao kabisa. Sio mchezo. Wana vibe. Sio mchezo. Yaani hapo ni kusameheana. Tukifika kwenye kuburudika pamoja au kwenye rumba itakuwaje? Itakuwa hatari. Bwana, tuandalie rumba fulani hivi, unasemaje basi? Yeah, sawa. Hilo rumba liwe la kumkaribishia Richard Ngaila, maana amesema leo anataka kulisakata kisasa. Muziki fulani ndio kitu nzima. Sasa bana, anaitwa Ibrahim Idrisa Chora wa Mangola, Karatu. Anasema namshukuru Mungu kwa kuona mwaka 2026, na muomba Mungu ukawe ni mwaka wa mafanikio kwetu sote. Nawatakia heri ya mwaka mpya mama yangu Zuena Juma na baba Idrisa Chora popote pale walipo. Azam TV, burudani kwa wote. Hakika tunaenjoy sana. Happy New Year. Haya, nakukumbusha namba yetu ya simu ni 0763809770. Unaweza ukaitumia hiyo kututumia hapa jinsi ambavyo umepokea mwaka mpya 2026, lakini pia namna ambavyo umeuaga mwaka 2025. Balkis. Kabisa, na mimi nimepokea maoni hapa kutoka Arusha. Mzee Njuki akiwa na familia yake. Ndio. Anasema anatazama Morning Trumpet kama ilivyo ada yake. Ndio. Miaka yote kila siku asubuhi anamtazama Goodluck akiwa na Hilda Foya hapa. Hilda Foya tena. Kwa hivyo ni faraja na sisi kutazama. Na mimi nikuambie Balkis, mzee Njuki bwana ni mzee wangu na mimi na ni mmoja kati ya wazee ambao nawapenda sana kwa sababu wanapenda kazi yangu, na niwewe kukutana naye hivi akaniambia jinsi ambavyo mmekutana mubashara. Tumekutana mubashara, nimefanikiwa kumwona live. Akaniambia jinsi ambavyo anapenda kazi yangu. Kwa hiyo nafarijika sana kuona watu na heshima zao wanakaa chini wanakuangalia kijana wao ukiwa unafanya majambo. Na nikwambie kaka, hajawahi kuwa shabiki yangu. Sasa hilo atasema yeye. Ila ni shabiki yako. Kwa sababu wewe una wivu, najua unaweza ukasema chochote, lakini kama atasema yeye nitaamini, lakini ukisema wewe itakuwa ni ngumu. Na pia nimepokea salamu hapa kutoka Makete. Ndio. Frank Sanga ana enjoy sana. Kweli umepokea kweli? Kweli. Wewe mimi sijazifusilia. Wewe unazo za kwako za Mangola, na mimi nazo za wangu za Makete. Anaangalia Morning Trumpet kutokea Makete. Frank Sanga akiwa ndio mtendaji wa UTV, msimamizi mkuu, mhariri mtendaji kabisa wa channel ya UTV. Basi nitoe pia salamu zangu. Najua kabisa na nina uhakika kwamba pale Moshi Kibosho Road mama yangu anaitwa Hilda. Hiyo iko pia mdogo wangu anaitwa Macmillian. Wanatufuatilia hivi sasa, kwa hiyo nawatakia pia heri ya mwaka mpya. Sijaweza kuwatumia ujumbe au kuwapigia simu tangu tumeanza mwaka, kwa sababu nimetoka kwenye ibada ya mkesha, nimeamkia kwenye kipindi. Kwa hiyo naamini watapokea salamu zangu moja kwa moja, lakini pia watazamaji wetu wote ambao wanaendelea kutufuatilia, tukukumbushe tu namba yetu ya simu 0763
8097770. Tuelekea kule Singida pia tusikie watu wa Singida jinsi ambavyo wamemaliza mwaka 2025 na wanaanza vipi mwaka 2026. Kwa mujibu wa hiyo ripoti ya Umoja wa Mataifa, mchango wa mwanamke ni mkubwa sana kwenye shughuli za kilimo, na ndio maana sisi kama shirika letu la CARE tunasema kwamba pasipo kuwa na usawa wa kijinsia bado kutakuwa na masuala ya ukatili ambayo yanaenda kumnyanyapaa huyu mwanamke, na ndio maana mradi wetu ulikuwa na hizi komponenti kubwa 6 ambazo tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo tunapofanya huu mradi tunawajengea wanawake wawe stahimilivu, wawe imara kiuchumi, ili waweze kuchangia kwa kiwango kikubwa pato la taifa. Na kwa sababu mwanamke ndio mzalishaji, ukienda maeneo mengi vijijini utakuta mwanamke ndio mtendaji mkubwa wa kazi, lakini itakapokuja kufika kwenye kipengele cha masoko, huyu mwanamke. Naam, tunaomba radhi kwa mchanganyiko kidogo huo wa taarifa, lakini tutaka maoni ya watu wa Singida kuhusu walivyoanza mwaka na kumaliza mwaka 2025. Atakapokuwa tayari basi tutarejea kwao, lakini tuendelee hapa na George. Tumesikia pia maoni ya watu katika mikoa mbalimbali. Kama Watanzania kuna namna ambavyo pia tunauacha mwaka 2025 ambao jana pia tumesikia rais alitoa hotuba yake. Ni mwaka ambao pia ulikuwa na mambo mengi kwa Watanzania. Tunavyoanza mwaka huu 2026, ni mambo gani ya kisaikolojia ya muhimu ambayo kwa hali ambayo tumekuwa nayo kwa mwaka 2025 ungependa kushauri Watanzania katika kuzingatia kile ambacho kimetokea kwa mwaka jana? Naam. Hakuna kingine cha ziada kinachoweza kuturejesha kama kuwa na safari zinazoendana, zinazolingana za uponyaji. Na uzuri rais alizungumza akiwa kama ndo mfariji mkuu. Kwa hiyo na maana pia tunaofuata kwa ngazi za chini huku tujitahidi kuwa tuna wimbo wa kuponyana katika uhalisia, ili tuweze basi kuendelea mbele. Ile ndwele ambayo tunaisema tuiache ipite, halafu tutazame kuanzia 26 kuelekea huko tunakokwenda. Kabisa. Tusipokuwa tumepona, kila mtu akabeba maumivu, akabeba kisasi, akabeba lawama, tutakuwa tunashindwa kuweza kujenga hisia chanya katika kuweza kufanya vitu. Bado tutataka kunyoshiana vidole, nani alikuwa nini, akafanya nini na ikawaje. Lakini tukipona wote kwa pamoja tunakuwa tuna mtazamo unaofanana, tunakuwa tuna malengo sawa, na tunaweza tukaitengeneza Tanzania yetu ikawa Tanzania ambayo tumeizoea. Kabisa. Na katika hilo unajua, kuna kiwango cha maumivu ambacho watu wanaweza wakapitia na kujenga mazingira ambayo kwenye moyo wao kunakuwa na chuki, kunakuwa na kutoona kama kuna uwezekano wa kusamehe, wanafunga milango yote ya msamaha. Lakini pia kuna wale ambao labda wamewafanyia watu ama inaaminika kwamba wamewaumiza watu mioyo. Sasa hapa kuna wajibu wa pande mbili. Huyu ambaye anaumia, ana chuki, amefunga milango ya msamaha, lakini kuna huyu ambaye yeye ndio anatazamwa kama alisababisha hali hiyo. Sasa wajibu wa wote hawa wawili ni upi? Good luck, lazima turuhusu mazungumzo. Unajua, moja kati ya kitu ambacho nafikiri wengi huwa tunakikosea ni kutaka kuzinyamazisha hisia. Kwa asili hisia hazinyamazishwi. Hiyo kitaalamu kabisa. Na ukizinyamazisha sasa ndo zinakuja kutengeneza hizo chuki, vinyongo na mambo mengine mengi. Ila tukiruhusu ukweli na dhana nzima ya watu kuzungumza, ili mimi nitambue kwamba good luck nilikukosea. Unajua, wakati mwingine naweza nikafanya jambo nikihisi ilikuwa ni haki yangu. Ila tukizungumza ukanionyesha kwa nadharia na vitendo kwamba hiki ambacho umekifanya ulinikosea, umenifikisha mahala hapa, na mimi nikarejea chini katika kuhakikisha kwamba ninatambua, ninawajibika na ninaomba tuendelee mbele, huku nikikuhakikishia usalama zaidi wa kuto kufanya yale ambayo atakuumiza, basi itakuwa ni rahisi kufungua milango ya msamaha. Lakini kama tutazifungia hizi hisia, hatutoruhusu mazungumzo, basi hizi chuki, vinyongo na hisia kali zitaendelea kuwepo siku hadi siku. Kabisa. Na wakati mwingine unaweza ukafunga milango ya mazungumzo, kumbe vile ambavyo mnabaki kwenye dhana, kila mtu ana dhana tu ya tofauti kabisa. Wakati mngezungumza ingekuwa rahisi tu kuweza kufikia mwafaka. Pamoja na hayo George, tunaenda kuanza mwaka 2026. Tumeshauanza ndugu yangu. Okay.
Awe bado amebakiza masaa machache. Kuna namna ambayo najiona kama bado niko katika vile visiwa vya Pacific kule. Unajua pia yani hizi siku 2-3 ni siku ambazo watu watakosea sana kuandika tarehe. Kuna mtu anaandika tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025. Tarehe 2 mwezi wa kwanza 2025. Yani bado kuna ile dhana kwamba yani unajua mwaka unavyoisha afu unakuja mpya. Ile dhana kuweza kukutoka kirahisi na kwa ngumu. Kwa kweli. Lakini tutazoea tu. Tutazoea. George, nilichokuwa na kilenga sasa tayari tumeuanza mwaka 2026. Kwenda kuweka mikakati mizuri ya kifamilia. Kuna namna, kuna wakati unajikuta kila mtu ana malengo yake. Ngula ana malengo yake, mke wake ana malengo yake, watoto wana malengo yao, lakini kuna umuhimu kiasi gani kuweka mikakati ya pamoja kama familia? Tukishajenga msingi wa kuita ni familia, maana yake kuna vitu ambavyo tunavishare kwa pamoja. Ni kama ambao tulikuwa tunaelezwa kipindi tunasoma definition ya community, lazima kuwe kuna zile shared interest ziwe kwa pamoja. Kwa hiyo na hii misingi mara nyingi inaanza kwanza kwa kutengenezwa na watu wawili waliokutana ili kuianzisha hiyo familia ambayo ni baba na mama. Hawa wasipokuwa na misingi inayofanana ama maelewano ambayo yanaelezea kwamba licha ya kwamba unaweza kuwa una ndoto zako na matarajio yako na hiki, lakini kwa asilimia mfano 75 sisi kama familia lazima tuishi katika msingi huu, inaweza ikawa inaleta mkanganyiko. Na ndio unakuta kuna familia ambazo wepesi wa kulaumiana, wepesi wa kunyoshiana vidole, lakini pia hata ule upendo ambao tunautarajia unakuwa haupo, kwa sababu wanaishi katika nyumba moja lakini kila mtu ni mgeni kwa mwenzake, ni mtu wa nje. Ila msingi ule ukitengenezwa unakuwa ni rahisi, hata kama kuna changamoto, kuna magomvi, kuna kutokuelewana, inakuwa inawakumbusha kwamba nini lengo la sisi kwa pamoja. Kwa hata kama tunakwaruzana na vikombe vyenyewe tunaambiwa kwenye kabati navyo huwa kuna namna vinagongana, lakini turejelee kwenye lile kusudio letu, msingi wetu ni nini? Ni upendo, ni kushirikiana, ni kuheshimiana na kuendelezana. Inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kufikia. Na bahati mbaya tumeadapt, good luck, mtindo wa magharibi kuwa mimi zaidi, individualistic perspective ya maisha. Kwa hiyo hii nayo kuna namna ambavyo inaenda kuwa inadhiathiri familia zetu kutoka kwenye ule ujamaa ambao tulikuwa nao. Ilikuwa sio rahisi kukuta mtu analala njaa miaka hiyo, lakini sasa hivi bwana, tulivyojenga kuta zina mageti makubwa makubwa na nini, possible kabisa mimi kulala njaa, Balkis umekula na umesaza. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaweza tukautengeneza huo ujamaa, tuwe na hiyo mbinu shirikishi katika kuweka mambo sawa. Lakini pia familia haziishi nyumbani. Tuna familia kazini na maeneo tofauti tofauti. Ni kwa namna gani huu mwaka tunaweza pia tukajijenga kuongeza ushirikiano na upendo baina ya makundi ya watu ambao yanaishi ama yanachukua muda mrefu pamoja? Balkis, nje ya yote mimi ni mkufunzi wa wellness maeneo ya kazi. Okay. Na katika experience ambayo naweza nikakwambia ni ngumu sana kumlazimisha mtu awe sehemu ya kile unachokifikiria. Lakini kwenye maeneo kama ya kazini na kwingineko kuna kitu kinaitwa utamaduni. Mfano utamaduni wa kazi, labda utamaduni wa kwenye jamii. Huo kila mmoja akiuelewa ni rahisi sana kuweza kutengeneza misingi ambayo tunaisema. Lakini kama utamaduni huo haueleweki kwa labda kwa wafanyakazi na watu wengine wanaokuwa wanatuzunguka, inakuwa ni ngumu. Yaani mimi nimekuja na ukuria wangu, ujoji chacha, nakutana na good luck labda wa nyanda fulani. Tusipokuwa na utamaduni ambao unatuondolea ukuria na unyanda huo, inakuwa ni ngumu sana kuweza kutengeneza nyanda hiyo. Na kuna wakati hata wale ambao wametoka katika kanda fulani, ndicho ambacho nimelenga kukisema, wale ambao wametoka katika kanda moja lakini bado tu kuna hizo changamoto. Bado tuelewe binadamu kwa asili, binadamu kwa asili ni mbinafsi. Kwa hiyo huu binafsi ndio maana tunakuja ni kama kunalfa hivi kulainisha na huu utamaduni na uzungumzia. Unavyoishi nyumbani ni tofauti na unavyoishi kazini, Balkis. Huo ndio kweli. Ni kweli. Ni tofauti hata jinsi unavyohusiana na mwenzi wako na unavyohusiana na Mungu. Unajinyumbulisha vipi katika hayo maeneo? Inaweza kutoa picha nzuri zaidi ya nini kinaweza kufanyika. Kabisa kabisa.
Tuelekee kule Lushoto mkoani Tanga ambapo madaktari wa macho walikita kambi katika maeneo tofauti tofauti, na wao wanashiriki nasi kutuambia ni kwa namna gani wamefunga mwaka 2025 na wanaenda kuanza mwaka wa 2026. Na uaga mwaka huu nikiwa katika hospitali ya wilaya ya Lushoto, nikiwa kambini, kwenye kambi maalumu ya macho ambapo kuna uchunguzi wa macho bure, miwani bure, dawa bure na upasuaji wa macho bure. Mimi naitwa Dr. Majala kutoka Majay Foundation, pia natoka Majay Smart Vision. Niwashukuru watu wa huduma ambao tumeshirikiana nao katika kuhakikisha tunafikisha huduma sahihi kwa wananchi pote Tanzania tulipotembelea. Mimi kama kiongozi wa timu, imekuwa ni fahari kwangu nikiona maisha ya watu yanabadilika. Nikiona yule asiyeweza kuona anaona, anarudi kufanya kazi zake. Hilo kama mimi kama individual linanipa furaha na amani, lakini vile vile sisi kama timu Majay ndio maana tunafanya kazi usiku na mchana, kwa sababu tunaamini kuna kazi tunayofanya inaenda kugusa maisha ya watu moja kwa moja. Heri ya mwaka mpya 2026. Nawapenda wote. Good luck. Katika mwaka 2025 watu hawa wamejikita kurudisha uoni wa watu. Ni maelfu ya watu kwa mkoa tu wa Tanga, wameenda kugusa zaidi ya watu 800 ambao walikuwa na changamoto za macho. Na ni kampeni ambayo huwa wanaifanya kwa kila mwaka. Ndio. Katika maeneo tofauti tofauti. Kaka, ukitaka uelewe zaidi, ni pale ambapo watu wasema tumeuona mwaka, alafu wewe haujauona huo mwaka kwa sababu hauna uwezo wa kuona kabisa. Na sisi tunaona pia haimaanishi kwamba ndo tunauona, lakini angalau zile celebrations na nini kabisa hivyo. George, ni kwa namna gani kwa kumalizia ni kwa namna gani tunaweza kuanza mwaka 2026 kwa kuangazia pia changamoto ambazo wenzetu wanazipitia katika jamii? Ni muhimu sana kutengeneza mbinu jumuishi. Unajua, tukubaliane tu kweli kwamba licha ya changamoto tulizonazo za kibiolojia na vinginevyo au za kimazingira, lakini bado dhana nzima inayomwelezea binadamu ama mtu inabaki kuwa pale pale. Kwa hivyo kama jamii tuondoe dhana potofu, tuondoe unyanyapaa, lakini pia tujitahidi kujenga ushirikiano. Tusiweke ile dhana kwamba kwa sababu huyu ana uoni hafifu basi inawezekana ndo hawezi kabisa kufanya jambo lolote hili. Hii inaweza ikatuweka katika msingi ambao hautuelezei kama binadamu. Lakini kikubwa ambacho naweza nikakieleza katika kufunga tuna kwa ujumla ni kwamba tusijifungie kwenye siku 365. Yaani kuna mtu 2026 hii asipofanikiwa kama ambavyo nilisema mwanzoni. Yaani kama na miaka 30, 40 ameshina kitu anaona ndo haijawahi kuwa na maana kabisa kwenye maisha yake. Lakini uhalisia ni kwamba siku 365 zinaelezea kalenda tu za kidunia ambazo tumezikuta. Lakini kwa mtu yote ambaye anafanya kitu chochote kwa juhudi na maarifa, ana uwezo wa kubadilisha jambo lolote hata kabla hizo siku 365 kuisha. Lakini nje ya hapo tusisahau kwamba mambo ya msingi kama afya, lishe, ushirikiano wa jamii, upendo na amani ndizo nguzo ambazo zinaweza zikatupa kile tunachokitafakari na kukifikiria, iwe ni kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja au kufikia mpaka kwenye taifa. Heri ya mwaka 2026. Heri sana. Asante sana George Chacha, mtaalamu wetu huyo wa saikolojia. Lakini pia watazamaji wetu wameendelea kututumia jumbe zao. Naitwa Jason Daniel, anasema hivyo ni mpenzi mtazamaji wa UTV na Azam TV kwa ujumla. Mwaka 2026 anasema nimeupokea vizuri, nikiutabiria mazuri sana yaliyopita, si ndwele kwangu, mimi nina focus yajayo. Safi sana. Lakini pia naitwa Saidat, yeye anasema hivyo kutoka Mafia. Mwaka ulioisha ulikuwa mzuri kwangu, lakini pia tunaomba Mungu na huu uwe mzuri. Haya, tuseme inshallah. Inshallah. Heri ya mwaka mpya 2026 kwa watazamaji wote wa Azam TV, hususan Morning Trumpet na Hello Weekend. Siriakus Mutayoba wa Butembo, Muleba, Kagera. Hawa watu wako wanapenda sana
majina magumu. Majina ya Kilatini. Unakuta mtu anaitwa Sirianus, Patimus, Novatus, Silvanus. Nani tena mwingine kaka, ndugu yangu kwa wakwe zako? Mushumbus. Kabisa. Bana, tunakushukuru sana George. Happy New Year. Lakini pia kipekee kabisa The Coconut Band, tunajua kabisa mmepata kadi nyingi sana za mialiko ni mingi, lakini mmeona mje kwanza mwanzie hapa kuwapa burudani wa Tanzania kupitia Morning Trumpet. Tungetamani sana muda ungeturuhusu tuendelee na The Coconut Band, lakini sasa bado kuna mengi ambayo yapo, lakini muda na wenyewe pia unakimbia. Au ndio 2026 ndio imeanza kuonyesha kwamba ni mwaka wa kasi sana. Yaani 2026 saa 4 inafika sasa hivi. Haraka. Yaani sielewi hii spidi. Haraka sana. Sasa na mimi na maoni hapa. Ndio. Kutoka kwa Sauda Hussein. Anasema mwaka mpya na hizo raba. Na mimi nileteeni. Onyesheni raba bwana ndugu zangu. Onyeshe raba hiyo. Sauda anasema kweli mwaka mpya, lakini kwa hizo raba na mimi nileteeni. Nikuambie mimi aliyenivalisha ni nani? Mimi aliyenivalisha yuko hapa. Rafiki yangu bana, ndugu yangu MC George. So bana, ndugu yangu, wewe umekuwa ni mtu sana wa vitu official. Umekuwa ni mtu wa kuvaa suti sana. Viatu moka sana. Hebu kula raba kidogo. Kwa hiyo akakisha napata raba, lakini hakuishia hapo. Akakisha napata jinsi. Hakuishia hapo. Akakisha napata shati. Haiwezekani. Kwa mwaka mpya wote huu umevishwa. Nimevishwa na ndugu yangu. Yaani hapa cha kwangu hapa tu ni saa. Diwani. Na pete. Yaani kifupi, nilikuona una kiu nikakupa maji. Nilikuona una mavazi nikakupa mavazi. Bana, shukrani sana, shout out sana kwako. Shukrani sana. You are my comrade. Na huo ndio udugu. Sikia udugu. Ndio huo. Na sio udugu umara. Sio udugu umara. Udugu hazina yenu. Kabisa. Na tuendeleze udugu huu kwa mwaka huu. Basi apige udugu hazina yetu. Nafikiri pia kwa sababu ya muda kwa sababu ya muda. Kwa tuwaombe tu sasa tuwashukuru na tunaamini mna shughuli nyingi ambazo mnahitaji kwenda kuzifanya. Basi tuwatakie heri ya mwaka mpya na asanteni sana kwa kufika. Tunashukuru sana na kweli pia na kweli ratiba yetu leo iko busy sana. Naam, shukrani sana. Ni The Coconut Band hao wakiongozwa na MC Jojo. Tunakamilisha hivyo na Instagram ndio. Instagram yetu ni coconut_bendi. Ndio. Yes. Lakini pia namba za simu tunaruhusiwa kutaja. Unaruhusiwa kutaja. Ukitaka huduma 0716 21 12 16. Sio namba yako hiyo kweli? Sio namba yangu. Ni namba ya kazi. Namba ya kampuni. Lakini pia good luck. Ndio. Nadhani tumalize pia kwa George kutuma salamu. Muhimu sana hiyo. Za mwaka mpya. Yule sasa unasema unamkumbuka sana hivi. Sio kwamba nilikuwa namkumbuka, nimekumbuka tu katika zile hatua za kuweza kufanya jambo litokee. Mimi kiukweli salamu zangu za mwaka mpya naomba nizifanye ziwe maalum kwa baba yangu mzazi Mzee Boniface Chacha Mwita, yuko Shinyanga mjini pale. Na bila shaka atakuwa anatazama kipindi. Kwa kweli nina muda sijamuona kulingana na purukushani za mjini hapa na pale, lakini naomba tu watambue kwamba ninampenda sana. Wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa namlaumu, ila na mimi baada ya kukua na kuwa baba umeelewa na kuelewa mzee wangu. Na kama kutakuwa kuna mtu ambaye atakuwa anahitaji kupata huduma za kisaikolojia na mafunzo maeneo ya kazi, ndio anaweza kunifuatisha kwenye mtandao wangu wa Instagram @georgetherapies, lakini pia anaweza kanifikia kwa nambari 0766 19 85 56 0766 19 85 56. Kwa kusema hayo
Najua nina wengi ambao ningeweza kutuma salamu, lakini mzee Boniface imekuwa ni maalum zaidi. Usimsahau na muamala kupitia Azam Pesa. Ameokota toka jana. Ameshaokota. Sasa tunakushukuru sana George, tunashukuru sana Coconut Band. Na mimi nimshukuru mama yangu mzazi. Na wao wote wanataka kutuma salamu. Tutatoa salamu. Hajaongea hajaimba kabisa, tume hata salamu. Tuma salamu tu. Sekunde kadhaa, karibu. Okay. Mimi natuma salamu kwa mama yangu. Enjoy mwaka mpya. Sasa. Lakini pia natuma salamu kwa Azam TV, Azam Media. Nafanya kazi wote wa Azam. Naam. Shukrani sana. Sawa. Mzee Njenje hapo. Sasa. Wewe tuma salamu tu tuondoke zetu bwana, tumechoka sana. Natuma salamu kwa Watanzania wote. Nzuri sana hiyo. Hiyo nzuri sana. Na wewe kwa familia, kwa Watanzania wanaonipenda, wasionipenda. Huu mwaka basi jamani tusameane, tukapendane, huko tupeane madili, makazi, mwaka uwe kweli mwaka wa kazi. Mambo yawe lele. Mimi salamu zangu kwa ambaye amenivalisha na mimi siku ya leo. Ni mama yangu. Mama yangu anaitwa Kulungu akishirikiana na rafiki yake wa dhati kabisa TK, ndio ambaye wamenivalisha raba pamoja na muonekano wangu wote wa siku hii ya leo. Kwa hayo tuelekee Temeke kabisa. Twende Temeke moja kwa moja kupata salamu za Watanzania wakiwakilisha baadhi ya Watanzania hapa Dar es Salaam. Mwenzetu Jafari Mponda yuko pale maeneo ya Temeke, naye anazungumza na Watanzania. Nambo, asante sana wenzangu studio. Ni katika maeneo ya Tandika hapa Dar es Salaam, ambapo wakati huu eneo hili ni maarufu kwa ajili ya biashara mbalimbali na maduka yamefunguliwa na kudhihirisha ya kwamba Januari mosi ya mwaka huu 2026 umeanza vizuri, kwa sababu tayari pirika za shughuli za kibiashara zikiwa zimechanganya muda huu, ikiwa ndio kwanza asubuhi. Hivyo basi tuko hapa tayari kuzungumza na wafanyabiashara ambao tumekutana nao wakati huu kusikia matarajio yao kwa mwaka 2026. Na moja kati ya wafanyabiashara ni huyo hapa. Habari yako bwana? Hapana, salama kabisa. Ndio, jina lako nani? Mimi naitwa Samuel Sanga. Naam, Samuel Sanga. Ndio. Bwana we, inakuaje mpaka sasa huko Dar es Salaam hapa wakati ungekuwa Mbeya wakati huu? Si unajua pilika za kibiashara. Za kibiashara au vipi? Sahihi kabisa. Vizuri sana. Unafanya biashara gani bwana? Mimi nauza viatu kama unavyoona mkuu. Okay. Nafanya biashara viatu. Vizuri sana. Mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa namna gani kwa upande wako? Ulikuwa ni mwaka mzuri na tunamshukuru Mungu tumevuka salama na biashara nazo zilikuwa zinaenda vizuri. Changamoto za hapa na pale ndogo kama kawaida kwenye maisha hazikosekani, lakini tunamshukuru Mungu tumevuka salama. Vizuri sana. Ni 2026 na wewe bahati nzuri asubuhi kabisa, na nyinyi wafanyabiashara mnasema biashara huanza asubuhi. Uko dukani na umefungua biashara yako, matarajio yako yapoje? Kwanza kabisa tunatarajia mambo mengi sana, na tuzidi tupende kuendelea kuwakaribisha wateja wetu. Tunatarajia biashara yetu kuwa kubwa zaidi, kufika mbali zaidi. Hivyo tu. Vizuri sana. Bwana, hukwenda Mbeya lakini wanakutazama kupitia UTV wakati huu. Unawaambia nini zile salamu zako za mwaka mpya? Mimi bwana nawatakia tu heri ya mwaka mpya. Tuzidi tukufurahi na kuenjoy maisha. Hata wawili basi wataje kwa majina, afu waambie umewakumbuka sana, unatakia heri ya mwaka mpya. Okay, sawa. Salamu zangu bwana, shara sana tuma mamangu mzazi Jen Mogela na faza mzazi mwenyewe Aloisi Sanga. Nakubali sana. Maeneo gani Mbeya pale? Bwana, si tuko Makambako. Bwana kutakia heri ya mwaka mpya. Mafanikio yaje kede. Nashukuru sana. Okay, tunakutana na brother mwingine hapa. Habari yako bwana? Habari yangu salama, sio kwako? Ni njema sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa ndugu Geoffrey Lucius Mwalongo. Naam, Geoffrey, 2025 ulikuwa mwaka wa namna gani kwa upande wako kama mfanyabiashara? Kwa kweli mwaka 2025 kwangu ulikuwa ni mwaka wa heri na ni mwaka wa baraka. Ndivyo ilivyokuwa. Okay. Mambo mengi yameenda sawa kama nilivyoyapanga, japo ni kidogo sana tumefeli, lakini tunatarajia kufanya zaidi ya hapa. Okay. Pema kabisa. 2026 ndio hii hapa leo. Nini matarajio yako?
Matarajio yangu tayari nimeshayapanga yaweze kutekelezeka, japo yale ambayo nimeyafeli 2025 manake na yakamilisha 2026. Kwa hiyo ninaamini kabisa ataenda sambamba kama nilivyoyapanga. Na kwa hasira asubuhi na mapema umefungua duka lako. Ndivyo inavyotakiwa. Manake tumeamka kupambana ndio kunavyotakiwa. Kwa hiyo tunaanza mapema manake kufika mida fulani jioni hesabu ndio zinatakiwa. Kwa hiyo ndio maana tuko mapema hapo. Vizuri sana. Ungependa kumsalimu nani na nani na kumtakia kheri ya mwaka mpya? Wa kwanza napenda kumsalimia ndugu Stefano Malongo, ni mdogo wangu ambaye tuko naye kazini lakini kwa sasa hivi hapa hayupo. Huyo napenda kumsalimia sana na azidi kupambana. Yale tuliyoyapanga basi endelee kutimia kama tulivyoyapanga. Okay. Unawaambia nini ujumbe wako? Ujumbe wangu hatuna muda wa kulala. Lazima tupambane, tukomae. Wakati wetu umeisha sana. Kwa lazima tupambane kweli kweli. Asante. Nashukuru sana. Asante sana. Hatuna muda wa kulala, ni wakati wa kupambana. Je, wafanyabiashara wengine wanazungumziaje siku hii ya leo, na 2025 imepita vipi kwa upande wao? Je, 2026? Mwenzetu Jafari Mponda akizungumza na baadhi ya Watanzania kutoka eneo la Temeke hapa Dar es Salaam, wakizungumzia namna ambavyo na wao wameupokea na kuona mwaka 2026. Bado uko nasi tukiwa tuna salia ikamilisha Morning Trumpet ya kwanza kabisa kwa mwaka 2026. Good luck. Kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametupa bahati ya kufanya Morning Trumpet ya kwanza kabisa ya mwaka 2026. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kabisa.